Kikawaida mtu anapotoka damu puani na akalala chali, manake ile damu inayotoka whether imetokea mbele ya pua ama nyuma ya pua, inalazimishwa kwenda nyuma kulingana na gravity inavyoelekea. Sasa hii ni hatari kwa sababu mtu anaweza akaaspirate ile damu, yani kama ni damu, maana damu pia inatoka baadaye inaganda. Kwa hiyo inaweza kawa ni damu na mabonge ya damu. Kwa unapomweka mtu alale kwa kisogo au malale chali, hatari ipo katika yeye kuweza kuaspirate ile damu na kusababisha shida kwenye upande wa upumuaji. Sasa huduma ya kwanza inayofaa kwa mtu anayetokwa damu puani ni ku lean forward, yani kuinamia mbele akiwa pinch pua yake, amefinya hii pua, ameinama kuelekea mbele rather than kukaa chali, kuliko kukaa chali. Kwa hiyo huduma ya kwanza tu, ukiwa nyumbani, ukiwa una mtoto anatoka damu puani ama ni mtu mzima unatoka damu puani, cha kwanza utafinya pua yako na utainama kuelekea mbele, ukiwa separate miguu yako, unaweka katikati ya miguu yako kile kichwa, ukiwa umeinama namna hii kwa dakika 15, alafu unaachia. Wakati huo ukiwa unatumia mdomo kupumua. Naitwa Dr. Constancia aka Dr. Koni, ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo, na pia ni mtoa mada za kielimu kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, napatikana kwa CK Specialist, lakini pia YouTube napatikana kwa jina la Dr. Koni, na napatikana pia kwenye WhatsApp ukitaka kuweka appointment kwa ajili ya kupata huduma na ushauri kuhusu masikio, pua na koo kwenye namba 0718 812 108.